kimeumana nchini Tanzania baada ya kijana wa Bwege kumvaa Rais Samia Suluhu na kumwambia ajitafakari zaidi. Hujambo na karibu. Tanzania imechacha mitandaoni baada ya kijana mmoja kutoka jimbo la Bwege kuibuka na ujumbe mzito na umlenga Rais Samia Suluhu Hassan. Katika video iliyosambazwa na Kawabe Media kwenye YouTube, kijana huyo alisikika akitoa kauli kali lakini zenye heshima akimtetea Rais Samia Suluhu dhidi ya mashinikizo ya kisiasa, huko akimtaka ajitafakari kuhusu changamoto zinazoikabili nchi ya Tanzania. Kauli hiyo imeibua mjadala mkubwa katika duru za kisiasa na mitandao ya kijamii, ikionekana kugusa hisia za Watanzania wengi. Kupitia video yenye kichwa Rais Samia ajitafakari, kijana wa Bwege amekuja na siri nzito lakini akimkingia kifua mzee wake. Ni taarifa ambayo ilizua hisia mseto chini Tanzania. Huku Samia amekuwa akipambana kurekebisha mfumo wa uongozi, kukuza uchumi wa kulinda ustawi wa kijana ama wa kijamii, lakini anapambana na vizingiti vinavyotokana na watu walio ndani ya mfumo wa serikali. Alidai kuwa baadhi ya viongozi hawataki mabadiliko na wanatumia nafasi zao kuzuia juhudi za rais katika kuleta mageuzi ya kweli. Kijana huyu ameonyesha heshima kubwa kwa Rais Samia, akimrejelea kama mzee wake, lakini akaweka wazi kwa mapenzi hayo hayapaswi kumfanya kiongozi huyo kupuuza ukweli wa halisi nchini Tanzania. Kwa mujibu wa maelezo yake, Watanzania wengi wanakabiliwa na changamoto za kiuchumi, ukosefu wa ajira na ugumu wa maisha, mambo yanayohitaji hatua thabiti za viongozi ama za uongozi na usikivu wa dhati kutoka kwa viongozi wa juu. Katika maelezo yake alifichua kile alichokiita siri nzito kutoka mienendo ya baadhi ya viongozi waandamizi, akidai kuwa kuna mikakati ya kudhoofisha sauti za upinzani na kudhibiti uhuru wa kujieleza. Alitaja matukio kama kuzuiwa kwa mikutano ya vyama vya siasa, kukamatwa kwa viongozi wa upinzani na matumizi makubwa ya nguvu ya vyombo vya dola, akisema haya ni ishara kwamba taifa linahitaji kutathmini na kurekebisha mifumo yake ya kiutawala. Video hiyo imezua hisia tofauti miongoni mwa wanasiasa, baadhi yao wakipongeza ujasiri wa kijana huyo, wakisema ametoa sauti ya kizazi kipya inachotaka uwajibikaji na mabadiliko, huku wengine wakibaki na shaka kuhusu sahihi wa madai aliyoyatoa. Hata hivyo, ujumbe wake umeonekana kama kengele ya tahadhari kwa viongozi wote nchini kwamba wananchi wanahitaji matendo, si maneno. Wafuasi wa Rais Samia walichukulia tukio hilo kama mchango ya kujitathmini upya. Wanasema rais ana nia njema ya kuleta mageuzi, lakini anatakiwa kuwa makini na washauri na watekelezaji wa sera zake. Kwa kauli ya kijana huyo ni wito wa kujenga uongozi unaosikiliza wananchi na unaoweka mbele maslahi ya taifa. Wachambuzi wa masuala ya siasa wanasema tukio hili linaonyesha jinsi mitandao ya kijamii inavyogeuka kuwa jukwaa muhimu la maoni ya wananchi. Wanasema sauti ya kijana wa Bwege ni mfano wa namna kizazi kipya kinavyotumia teknolojia kushiriki katika mjadala wa kitaifa na kushinikiza mabadiliko. Kwa vyombo vya habari, video hii imekuwa kioo kinachoakisi ukweli wa kisiasa nchini Tanzania, ushahidi wa kwamba wananchi hasa vijana wanataka taifa lenye uwazi, ushirikishwaji na uongozi wa uwajibikaji. Kwa taarifa zaidi kama hizi kuhusu siasa, jamii na mabadiliko yanayokumba Afrika Mashariki, endelea kufuatilia Kenyascope. Usisahau kusubscribe, kupenda na kushare video hii ili kuendelea kupata habari na uchambuzi wa kina kutoka kwetu kila siku.